Swala la kwamba thinking is difficult, lakini judging is easy. Very easy. Kumjudge afande commissioner na kitu alichokisema ni perspective na mtazamo wako, au sio? Why don't you think as he was thinking? Kwa mimi thinking yangu kijudge, it's up to you. Ni jinsi ulivyoisikia wewe, au sio? Mheshimiwa Rais anaongea, watu wanamjudge tofauti kabisa. Sembuse Kiondo bwana. Kwa hiyo nafikiri lengo ni kuchukua ile kinachotakiwa. Mimi sina ugomvi na local government. Isipokuwa ninajua nisipoongea haya nikiwa huko, nitaenda kukutana nayo kule nitakapo staafu. Takuta udhaifu huu na nyinyi mkiona mtakutana nao. Tatizo tushakuwa wafanya kazi na mishahara tunajisahau kwamba tuna nyumbani ambako tutaenda. We forget completely. Pana magari ya viozi ama Land Cruiser DFP na nini na vibahasha, tunasahau kwamba one day tutakwenda nyumbani, na nyumbani ni hapa Urambo. Alafu kata yako ni Nyahua, ni kilomita 300 kutoka Sikonge labda. Ndio maana watu wanakimbia na jenga mjini, mimi nimejenga mjini bwana. Sio kweli. Unajua kule huwezi kwenda kukaa kwa sababu ukufanya unachotaka kufanya. Kwa nafikiri tuangalie kwa mtazamo huo. Kwa mfano tujiulize hapa, nani ambaye ana kata ambaye mama yake yupo sasa hivi? Kuna mtu anaishi na mama yake hapa? Labda haja akiwa mgonjwa ndio mama anakaribishwa mjini. Au labda kama ni Wanchaga, mke wake amejifungaje apike miezi 3 arudi. Kama bwana Shirima pale utamleta mamako kutoka Rombo hapa. Unja kumpikia tu hapa arudi. Sasa kule mama aliko hivi tunavyovisema vipo. Wewe uko salama hapa na mapolisi. Kule Tarakea anachofanywa mama yako na ndugu zako kule. Kwa kila mtu afikirie perspective ya kata unasema dokta hapa. Kwa usiangalie hapa, angalia kule nyumbani kwako. Hiki kingefanyika kule nyumbani kwako ndio kana amani sana. Leo tukikichukulia kama ni sehemu ya kazi bila kupanua zaidi jicho la tatu, tutakuwa tunali challenge tu. Like what's the reality? Reality is there. Lakini ukiwa mfumo unafanya kazi kule ungeanza kuacha familia. Kwa watu angalie mambo kwa upande wake. Mimi kwa ufupi kabisa nataka kusema afande, sitaki kurudia elimu aliyotoa mwalimu wangu Dr. Musa Ali Musa. Ameongea falsafa nzima ya ushirikishaji wa jamii kwa undani na kwa mifano mikubwa. Haina haja ya kurudia kule. Sina haja ya kurudia niliyosema kule Tabora. Sina haja. Lakini mimi nimefurahi kupata CMT, Council Management Team. Afande, hawa ni mkusanyiko wa taaluma za ajabu zimeletwa na serikali hapa. Nimesikia mkijitambulisha, engineer wa halmashauri, PCCD wa wilaya, CDO wa wilaya, sijui bwana nani. Just imagine knowledge iliyorundikwa na serikali hapa Urambo. Kila mtu na elimu yake, kila mtu na ufahamu wake, kila mtu na eneo lake. But are we working together to address the same goal? Kila mtu anakimbia na kisehemu chake tu. Kwa hiyo maana Council Management Team haimaanishi kwamba ni kukaa tu wakati wakaangalia mambo, ni kuangalia namna gani mna share experiences, knowledges, mnazielekeza kwenye lengo moja. Ambapo kitu ambacho kwenye halmashauri ni kigumu sana. Kama ni engineer maji kasimama mwenyewe anakimbiza maji, hasaidiwi hata na mtu mwingine. Tunaona bwana. Kwa hiyo kitu labda tutajaribu kuangalia kwa mtindo mwingine. Kwa hiyo najaribu kuomba ni kwamba hapa ni Council Management Team, you think on behalf of this community. Community hii tunayoongea nayo ikiwa ni pamoja na mimi na babangu na loko nyumbani, haelewi haya mambo yanayozungumzwa maendeleo na nini. In most cases they just look. Kwa sababu hakuna mfumo wa kushirikisha jamii kwamba tunataka kufanya kitu fulani, mna maoni gani. Kwenye klipu yangu nilisema ningekuwa na nafasi ya kukosoa serikali ningekosoa. Bado ninarudia. Elimu ndio nayo naweza kukosoa. Na uwezo wa kukosoa na hata nisikiliza. Kwamba unaenda kupeleka mradi, ulikwenda ukauliza wale kwamba hiyo ndio priority yao. Au kwa sababu mlikubali tu. That's a very big problem. Ambao watu wamuangalia, yani wale watu wa chini wanaonekana kama vile wao hawana mawazo. Sasa kwa sababu mfumo ni kuitikia mambo ya kisiasa bila kuhoji, wanaenda nayo, lakini gharama yake ni kubwa.
Sasa council management team tulikuja kuomba ni kwamba hata mredito wa polisi kata na aliyosema dokta, sio kwamba tumekuja kuimpose. Tunataka mrudi sasa ndani mkae, mudigest. Ni wenyewe kwa utaalamu wenu kulingana na mazingira haya. Mtaufanyaje kazi? Huwezi kuwa sustainable. You are not coming to impose on you, we want this policy kata, you hivi. It's just our idea. Tunakuja kuseli kwenu na nyinyi mtakaa muangalie kwa mwenendo wa hii halmashauri yetu na nini. Hii policy kata ikienda kama alivyosema doctor, will it be sustainable? Itafikia malengo? No, hapa tubadilishe paende hivi. Si mnaelewa jamani? Ndio council management team, hatukuja kufundisha lolote. Ni kuomba mchukua mawazo yetu mkakaa nayo ichi tena. Mudigest kama wataalamu wa wilaya hii kwamba hili linawezekana, hili lakini likienda hivi litakuwa bora. Unanielewa? Not one size fit for all. No. Why I'm saying like that? Policing is part of the culture. Policing is culture. How do you police Sukuma and Nyamwezi? It's quite different from policing the Masai, the Chaga, the Meru. Upolisi wafanya kule Uchagani ukija ukiuleta hapa watu hata kuelewa. Hata social problems zangu wasema dokta ni tofauti. Kwa hiyo polisi lazima ureflect culture ya wale watu unaofanya. Hata nyinyi utaalamu mlionao kama mwezi cascade ukatriko kwenda kureflect culture ya watu, it'll be waste your time. Hata kama una degree 100 tabaki nazo tu, hawata kuelewa mpaka utahamishwa hapa. Kwa hiyo lazima kile ulichonacho ukireduce makali yake. Hata kama ulikuwa kipanga huko usijui sokoni university, ureduce kutoka kwenye concept ya mifugo ulionayo kwenda kwenye kuangalia Msukuma analishaje ng'ombe wake na Mnyamwezi, na utafanyaje umbadilishe kidogo akuelewe. Yaani ukienda na kamba vaccination is polio na maneno magumu nyingi akuelewi. Kwa hiyo tunataka na sisi polisi wetu kadhalika tuliofundishwa, dokta ni dokta na nilichosoma na hiki ninachofanyia polisi watu tu different. Yaani inabidi tushuke kabisa mpaka polisi ueleweke pale. Sasa council management team ndio waomba ni kwamba kwa sababu tu you think on behalf of this community, hebu jaribu ni kwenda kwenye culture yao, muwape kile ambacho kinafanana na wao, alafu mpate support yao. Mimi kitu ambacho nakiona Tanzania nasema kila siku ni kwamba tunadili na wafugaji theoretically, kukimbizana nao tu, ile eneo limepimwa la wakulima, ile eneo limepimwa la wafugaji, ile no, that's bit theoretical my friend. Ugumbi umetuletea hapa mpaka polisi hatulali wafugaji na wakulima, lakini nyinyi mlitoka mthink on behalf of this community. Sisi polisi tunajaribu kureduce magomvi yasitokee. Ndio maana sio wako na sisi. Hawa wafugaji hawa mnasema wanabomoa reli, wanafanya. Why they doing like that? Wana cross reli kufuata maji the other side. Ama malisho whatever wanachotaka kufanya. Je, mlishaenda kuona ni kwa namna gani to preserve hii reli kisayansi alikuwa anasema? Kwa mfano miradi yote tangu tumekaa hapa, sijaona lambo la wafugaji kunywa maji. Yaani reli kaenda ikachimba tu kurudisha udongo kule, ikarudisha huku, alafu maji ya mvua akajaa hapa, yakajaa kule. Hawa watu hawatatulia. Na grera ziko hapa, zinachimba barabara tu, zikimaliza zinakuja kulala. Kan council management wa Mwezi kuliona hilo kama ni sehemu ya solution ya Wasukuma wakatulia na Wanyamwezi. They just want order. That's why they are just moving around. Hawa vijana wa uzuraji, unasema uzuraji, sio mnawaita kila majina ya aina. Hawana, nimeona hapa mmesoma 10% ya mikopo kwa vijana. Hivi mtaji ni pesa. Is capital means money. Capital is here. Money is just supporting. Kwa nini kwa milioni 10 sasa hivi kwamba tumekupa milioni 10 bwana mradi wa biashara. Alafu uko hata na plan. Wewe ni mtaji ukaanza kwenda kununua sementi, ujenge kiduka, ununue mbao, uweke frame, milioni 10 itakuwepo. Ukifika kuweka mali una kitu tena. Kwa mtaji si pesa, hata 10% sio ya kuwapa. Sio kuunda vijana muagawie pesa. No my friend. Think beyond. Manenti. Kwani kwa muda wote mliokaa hapa vijana kwenye eneo fulani, mngeenda mkaelekea bwawa la maji tu kama kule nilipoenda kule kusoma polisi jamii kule Botswana.
kuondoa vijana kwenye ajira. Wamezuia tu kwa grader kila mahali, kuna kikorongo kidogo kinashusha maji, wanafanya barrage. Wanazuia yale maji, wanayaachia njia. Wanafanya barrage. Unaona kimto hiki kimejaa malambo yaliyozuia maji kitaalamu mpaka mwisho kule. Kwa mvua ikinyesha na maji hayakimbii kwenda kule Tabora juu kwenda wapi. Yameweka utaratibu. Hapa wanalima nyanya, hapa kabeji, hapa vitunguu, hapa nini. Kwa unakuta ukanda wote wenye ile korongo ni kilimo. Sasa vijana wa Kinyamwezi tunapiga kelele, wanatusumbua. Wewe jua hili watu ukitoa ofisini hapa leo utaishi hapa. Wewe ukitoa ofisini leo hapo utakaa hapa unapo. Utafanya nini? Kwa council management team tumekuja kuwaomba kwamba think beyond, tusidi muondoe social challenge anasema doctor. So challenges zinaanzia mbali sana. Zinakuja kuleta matatizo huko. Kwa mama mnapanga mipango ya maendeleo, msipange mpango wa maendeleo kwa sababu imetoka kwa waziri, imetoka wapi. Ipokee, iweke chini. Ipoe. Alafu kisha poa muende sasa kuuliza uhitaji wa jamii hii ni nini? Kwani mnashunda nasikia pesa zinakuja na maelekezo hii iende kwenye zahanati tu. Huyu mtu yuko Dar es Salaam anaelekeza huku iende kwenye zahanati tu. Fine, is good. Mupeleke kulingana na culture. Nasema policy is culture. Unanielewa? Is culture. Mengine kuhusu police kata ni tulisema kule, hatuna haja kurudia. Afande ameomba kitu kimoja, police kata na kuwepo na kamati ya ulinzi na usalama ya kata. Mimi nimesoma local government kwenye mwaka wangu wa pili wa chuo kikuu. Hamtasema. Lakini sheria za local government hata Biblia na nafuu. Tukitoka hapa mtaanza sasa. Kanuni hazisemi sijui nini, lakini hapa mnatuitikia kitu ambacho tunajua kwamba ni uongo. Hii kamati haitasimama kama takuwepo na bylaw ya kusema wilaya ya Urambo tutokana na kamati ya ulinzi na usalama ya kata zote na ikaekewa kanuni. Bila hivyo mnamdanganya dokta mzee, ni kweli afande, ni kweli mkuu dokta, lakini tunaiacha hapa maana yake haitakwenda, haiko kwenye maandiko. Sheria namba 8, namba 9 sio na sheria nyingine ninazisomaga halipo. Hii ni new structure polisi imeleta. Kwa mkakaa mlidigest leke by law kwamba dokta anashauri mtendaji wa kata mwenyekiti, polisi kata awe katibu. Mnasema sawa. Huyo diwani mnajua walivyo madiwani, hicho kitu atapokea. Kwamba kuna mtu mwingine ni mwenyekiti kuliko yeye kwenye kata. Don't you be serious on that? Kwa kawekeni bylaw ya sheria ya polisi kata. Kama mnaona kuna umuhimu wa kuwa na kamati ya ulinzi na usalama kata, kama tunavyo plan sisi polisi kama watu wa usalama, kwamba ili mweze kujadili jambo hili muwe na kikamati kidogo cha kudigest social problems kama daktari anavyosema, ambacho hakitaingiliana na siasa wala vitu vingine, kinaangalia tatizo kama tatizo. Alafu mkishaona linafaa, basi mwanasheria yupo, wazee mpo, nyinyi wataalamu, madiwani wapo, make it a bylaw, andika katibu atakuwa nani. I'm afraid. Stand to be corrected. Hakuna atakaye kubali polisi awe katibu wa kamati hiyo. Kwa sababu wanajua tutaandika kile kinachotakiwa. Sio kwamba hatuwezi, lakini itakuwa na political interference. Hilo siliandike hilo. Is our plan. Mkaudigest. Kama mnahitaji mawazo, dokta yupo, hata si tupo, polisi OCD yupo, mpaka uonekane kwamba ni kitu kizuri watu wakipenda kupokea. Kinyume na hapo mfumo huu utapata changamoto, manaki unaenda ku address social problems ambazo social problems unazoziona kwao ni manufaa. Unaenda ku address mauaji ya Kisukuma. Nikwambia policy is culture. Wewe Msukuma mpaka kwa mtoe notion ya kwamba kukata mapanga kishirikina na vitu vingine ni mbaya. Unafikiri hata baba mtakatifu huyu si mpaka watakuja watatu ndio waelewe. Malaki bado iko in the blood. Au sio? Wanarithiana. Kwa ni kitu ambacho kinatoka kiende taratibu. Mtakwenda kuanza ku address wala la security kwenye eneo hilo, mtamiti challenges. Malaki mnagusa the root cause of their culture. Au sio? Sasa tutaiondoaje? Ni ndio maana tunataka kamati ya ulinzi na usalama iwepo ilione hili kule kwenye ground.
Tukija eneo la mwisho hapa ninalotaka kuomba ni dogo sana. Pamoja na mambo mengine nilitaka kusema hivi. Nimeongea la miradi. Mimi naweza nikafanya reflection ya imposition ya miradi mikubwa ya serikali ambayo imekaa pale kwa sababu wakikaa hawataki kuelezana ukweli. Lakini si ambapo ni conflict theorists tulioko nje. Kama mmesoma theories zile za sociology nini na nini. Yeah. Si conflict theorists tunaona kwamba this should be challenged. Sasa ukichallenge wanakuona adui. Sio adui, you have to challenge it. Sisi tunaweza kurudi vizuri kama nilivyosema habari ya shule, nilivyosema habari ya zahanati kwamba hilo litatilitazo. Sasa usipoliongea hivyo mkalipeleka mnavyotaka ukisema tumekagua tumemaliza huku chini litakufa. Tutakuwa hatuna faida. Swala la kazi ile management team. Nyinyi mnateseka bure ndugu zangu. Yaani mnateseka mpaka mnazeekea huko kwenye hizi wilaya. Hata kipesa haijao mpati. Kwa sababu mnajichosha mno, yani mnabeba kazi nyingi mno. Si polisi tunaanza kutua mzigo, ndio dokta amekuja hapa. Tunataka kutua upolisi huu tuwakabidhi wananchi. Vikundi vya ulinzi shirikishi, chezeni michezo, watemi wasungusungu, wakamatane wenyewe si watukute tuko hapa. Hatuwezi kukimbia wilaya yote hii tunamtafuta mtu mmoja. Ndio maana tunajaribu kuhamisha hili burden kulipeleka kule na wachangie. Sasa nyinyi utaalamu wenu, mtaalamu wa samaki, mtaalamu sijui wa nini. Hivi kweli wewe bwana samaki hapa utafanyaje? Mimi nashindwa kupata jibu. Si mpaka utastaafu ujafanya samaki hapa. Kwanza maji yako wapi? Ya samaki kwa nani kula ugali? Si bwawa, utalichimbaje ya kunywa hayapo. Nanielewa. Kwa hiyo tusiimpose vitu vingine ambavyo vinaonekana quite impracticable kwenye jamii hii. Nimeangalia vitu vingi sana. Kimoja hapo ni hicho cha police kata. Police kata tumeonyesha kwa sababu jana afande tulikuwa kule Sikonge baada ya kuondoka. Tukaambiwa Nyahua. Kilomita ngapi dada tangu Sikonge? 360. Unamchukua mtoto wako wewe mzee Shirima kwenda kwa police kata Nyahua. Na ana degree ya upolisi. Nimemsomesha chuo kikuu cha Sokoine kwa hela nyingi. Au Mwalimu Nyerere akaingia polisi. Maana polisi kwa tu degree ni secondary. Kama degree yako haiwezi kufanya kazi za polisi kafanyika, hatuihitaji sana. Tukaja na degree ya meno huko. Hata kama ni meno basi yaende. Sasa ukimpeleka Nyahua mtoto wako yule, hakuna nini acho madokta, hakuna hiki. Wote utamwambia acha kazi urudi nyumbani. Na kwanza usipomwambia ataacha mwenyewe. Sio mnaelewa jamani. Kwa katika management team mnaopanga budget hizi, lazima kuwe na profiles kidogo of the standing order ama laws zilizopo. Kwamba pamoja na maelekezo haya, tunaelekeza sasa mwaka huu walau kata 2 zio na nyumba za kuishi askari. Mkurugenzi. No. Unaelekeza kwa budget ya mwaka huu utajenga kata 2 nyumba za kuishi askari. Dokta amesema kituo cha polisi baadaye. Lakini yule mtu alifanya kwa sababu hata kwenye plani za wilaya hilo swala kujenga kituo cha polisi alikuwepo. Wala mkutenga viwanja, bwana ardhi wa wilaya anajua alivyopima viwanja, akapima zahanati, shule, nini polisi weka huko, sio lazima sana. Sasa ukapime tena ile kata utatafutie mahali pa kukaa. Ilani ndio inakuambia. Bwana mkurugenzi, ukapime tena kata zako, utenge vituo vya polisi kata, uwasilishe kwenye council mpaka vimfikie commissioner, alafu tafutie wadau wengine na nyinyi mkiwepo, vile vituo vijengwe na wadau wako hapa, wananchi wenyewe na nyinyi. Kari visit ile eneo. Na nielewa. Na muangalie vile au askari, dokta ameomba. Kwa mfano, mtendaji kata unamtuma kwenda kwenye hizo kata. Katoto kametoka chuo kikuu. Wapi kanajua unamtuma kwenye kata hii. Kama mtendaji kata kwenye kitabu cha mtagopewa na dokta ni mlinzi wa amani. Mamlaka yake ni makubwa mzee Shirima. Ana uwezo wa kukamata, kupekua, kuamfanya nini. Huyo mama huyo mliompeleka kule. Alafu mmemwacha kule, hakuna polisi anayekwenda kule mpaka baada ya miezi 6 na mmemwacha kule. Mnategemea mrejesho huko? Atafanya kitu kweli jamani? Kwa tuunganishe nguvu pamoja, tuone jambo linaendaje. Na nyinyi mtusaidie kama thinkers of this council. Hii ni thinkers package imekaa hapa.
niko hapa. Mkatusaidia kwenye hilo. Yaani nyinyi mnasahau kitu kimoja ambacho watu wataki ukisema. RPC. Hawa watu wanakusanya mapato ya kodi kwenye viduka unaona wanapita kule afisa biashara ya wilaya. Wanakuja vimapato maushuru ya misitu na vingine mnavyoja vyanzo vya mapato. Vingine vimepungua mwaka huu, vilipelekwa mnajua vipelekwa serikali kuu. Halmashauri unajua zina hali ya kusuffocate. Mimi ninajua suffocation ipo, lakini labda mtapungua kidogo. Sijui. Sasa katika miradi hii bado serikali na serikali kuu inakata sehemu ya pesa inarudisha. Hapo hamtaitika, najua ni pagumu. Lakini kuna fungu la pesa linaletwa kwa kuongeza kasi ya maendeleo. Uongo mkurugenzi? Sasa wakati hii pesa inapokuja, control hizi haya mapato, unanielewa? Kwa ile eneo hili. Na mifumo yote mnayo, na dedi unayo. Na hizi mnakusanya. Lakini kama mtakuwa na bylaws nyingine ya ulinzi na usalama hapa kwenye mji huu, hamtafanikiwa. Lazima mwanasheria na nyinyi wataalamu mkae, Dr. atapeni kitabu hiki mtaangalia na tafanya naomba nikirejea kidogo tu hapa. Kwa hapa nyuma Dr. ameandika mfumo wa Kinondoni. Sheria ulinzi wa umma ya manispaa ya Kinondoni. Mimi nilikuwa RPC, nilikuwa natumia ya Temeke. Kwa wana bylaw ambayo inasimamia mradi huu wa polisi kata na kundi vya ulinzi shirikishi. Naona. Kwa hiyo kuna bylaw inayomtaka kila mwananchi aingie kwenye hilo jambo. Kuna bylaw inayomtaka kila mtu achangie ulinzi shirikishi. Ili kusudi nyinyi msipate tabu ya kwenda kule sana. Mkianza miradi kule ya misitu na nini, mnaenda kupanda miti kuhamasisha hili. Mnapanda miti masika, ikifika kiangazi mnaenda kupanda tena. Hivyo hivyo. Lakini kuwepo na bylaw na ulinzi shirikishi na vikundi, sio atasimamia ile miradi kule. Sio atasimamia ile kile kitu mtakwenda kule. Kwa hiyo tujaribu kuangalia, tuombe sasa mwisho kabisa mkuu mkaangalia uwezekano kuunda bylaw kama hii ya halmashauri ya Urambo, ulinzi wa umma, alafu muhamasishe wale wazee kule, mje nao tufanye kazi, mambo yatakwenda. Mambo yatakwenda tu na mauaji yatapungua. Na vitu vingine mkianza kufanya watavisimamia. Hata hizo zahanati, I'm afraid kwamba vituo vya afya hivi vitakuwa vigumu kama miundombinu mingine ya kiusalama itaangaliwa, hasa maji. Kwa hiyo niwaombe tu kwa kumalizia, nilikuwa nataka kuwaombeni mkakae mtafakari uwepo wa bylaw ya usalama mkurugenzi. Iwepo isaidie kusimamia maeneo mengine. Baada ya kusema hayo, mimi niseme una kitu ambacho tunasahau. Afande amesema hapa. Alikuwa anaongea kitaalamu sana. Na relate na hii mikopo ya 10% na malezi ya vijana wa hapa. Yaani utakachoweza kufanya. Hii jamii ni ngumu sana kubadili. Kadelo utanisamea mnagi ni kabila lako. Yaani ni jamii ngumu, kama Waisraeli wale wametolewa utumwani Misri, wanafika njiani wanataka kumpiga tena Musa. Kwamba kwa nini tutoa kule tulikuwa tunakula nani? Na kule walikuwa watumwa. Sasa jamii hii iko kwenye utumwa wa umaskini uliokithiri, ushirikina uliokithiri, uliofanya nini? Sasa tunapoenda kutoa elimu, msiachie polisi peke yake. Msimwachie RPC peke yake. Tuungane kama timu ya wilaya, tunakuwa na afisa maendeleo, afisa ustawi wa jamii, sijui afisa nani, maafisa elimu. Twende tukatoe elimu kwa pamoja. Sasa mkimwachia polisi anapoongea jambo moja, alafu nyinyi hampo tena, inaleta matatizo. Kwa hiyo jaribu kufanya ubia wa kushare experience na knowledge ili tuweze kufikia jamii, isitupe mateso makubwa mno. Kwa hiyo nilikuwa naomba ni ubia wa kiutendaji zaidi ujengeje kwenye halmashauri. Lipo swala la mafuta mkurugenzi. Kabambie na mzee wako akirudi. Sisi polisi ni waajiriwa wa halmashauri kama nyinyi. Tatizo nimeshasema kwenye klipu yangu. Mkono wa gavana tukaonekana tuko pembeni, ndio maana mkiamba mambo ya polisi mnasita kidogo. Sisi ni watumishi wa mkurugenzi, na watumishi wa mkuu wa wilaya kama alivyo kaka yangu pale, kama alivyo pale. Lakini naomba kuuliza, ile sheria inayounda kamati ya ulinzi na usalama na full council haibadilishwi kuona kwamba DC awe member mpaka alikwe, asipoalikwa. Hiyo full council amuone kwamba kuna umuhimu wa OCD kuingia. Hiyo bylaw ibadiliki ni ya wapi? Hata vile Bwana Musa alivyopewa, alifika mahali akavivunja, aliona vitekelezeki vile vile. Vya amri 10. Msizini akaona ndio watu wamezidi akavunja.
Baada akaenda kuviokota tena. Kwa hiyo na si mkaangelezo bailo kidogo. Ziweze kwa accommodate watu wengine. Ili jambo hili liweze kwenda, mkurugenzi. Kumweka OCD kwenye full council kuna nini? Kumweka DC kuna nini? Kwenye full council. Hata hii management team kumweka OCD kule akaja kama security development area kwenye management team kuna nini? Ipanueni wigo tusibaki na moyo ile. Naona kanisa Katoliki linasambaratika kwa sababu ya kusimamia Biblia bila kujali kizazi hiki. Ukiongea habari ya Yesu hawakuelewi, wanaelewa kompyuta tu. Yesu anaokoa nini wakati tunapanda mpaka ndege hapa? Kwa hiyo tujaribu kuangalia sheria kidogo tu regulate hizi bebeli. Mimi naomba kuwasilisha.